haitakani kutumika katika ibada ya misa ni kuandika pale kwenye ubao ile orodha ya nyimbo, au kuambia watu tusimame kwa wimbo wa kuingia. Theologically it is wrong. Wimbo wa kuingia, najua wengi wanamaanisha entrance song. Entrance song ni wimbo wa kiingilio. That is now entrance song. Sio wimbo wa kuingia. Kwa sababu tayari tumeshaingia kanisani. Tayari tumeshaingia kanisani. We have entered the church. Ni wimbo wa kiingilio, sio wimbo wa kuingia. Kuingia ni kana kwamba misa ilikuwa pale, sisi tuko hapa, tunaingia kwa misa. Misa haiingiliwi. Ni wimbo wa kiingilio, entrance song. Lakini tunaweza sema bora zaidi, wimbo wa msafara wa ibada ya misa. Wa msafara wa ibada ya misa, procession song. Wimbo wa msafara wa ibada ya misa, au wimbo wa kiingilio kwa ibada ya misa. Sio wimbo wa kuingia. Wimbo wa kiingilio kwa ibada ya misa, au wimbo wa msafara wa ibada ya misa. Hatusemi wimbo wa kuingia. Kwa hivyo wale ambao wanaandika pale kwenye ubao au kwenye screen, au wale ambao wanatangaza tusimame kwa wimbo wa kuingia, wrong. Wimbo sio wa kuingia. Wimbo huo ni wa kiingilio, entrance. Wimbo wa msafara wa ibada ya misa, the procession song. Ni muhimu. Maana ya msafara nilielezea katika video tulipokuwa tukiongea kuhusu sehemu za ibada ya misa. Nenda katika video zetu uweze kujua maana haswa ya sehemu hiyo maalum, sehemu hiyo ya muhimu wa ibada ya misa. Msikilizaji, ili tusikosee kanisa, tuweze kuwa makini sana wakati tunashughulika katika theolojia na eklesiolojia ya ibada ya misa. Maneno yanayotumika katika ibada ya misa ni ya muhimu sana. Matendo ni ya muhimu sana. Lazima yawe ni ya maana jinsi kanisa inavyofunza.